Yo, ni kwa mara nyingine tena mtu wangu wa nguvu, karibu katika chaneli yangu ya Masai Viatu. Leo nimekuja na somo hilo litamgusa mwanamke mzuri, rembo, mwanamke anayependa kupendeza, mwanamke mjanja na mwanamke anayependa usasa. Katika video hii utagundua viatu vya Kimasai vya mikanda vya kike 2026 vinavyounganisha urembo wa asili, ubora wa kazi ya mikono na faraja ya hali ya juu. Viatu hivi vimetengenezwa kwa ngozi halisi, mikanda imara na muundo unaomfaa mwanamke wa kisasa anayependa mitindo au mtindo wa kipekee unaodumu. Katika video hii nitakuonyesha 10 bora ya sendo maarufu za Kimasai vinavyopendwa na wanawake wengi wa kisasa 2026. Tukianza na namba moja. Namba moja inashikiliwa na kiatu makirikiri. Kwa nini makirikiri? Jina makirikiri ni jina linalotokana na muonekano wa uvaaji wa bangili au ribbon au nakshi za miguuni kwa jamii ya Botswana wakati wa kucheza ngoma za asili. Hivyo, aina hii ya sendo ya makirikiri ni sendo ya Kimasai inayobeba nguvu ya jadi, uimara wa historia ya utamaduni wa Afrika. Ikiwa na muundo rahisi lakini thabiti uliobuniwa kwa matumizi ya muda mrefu kwenye mazingira magumu. Pia sendo hii ya makirikiri hutengenezwa kwa mikanda nyembamba ya ngozi na soli bapa nene na mipira migumu. Makirikiri hulinda nyayo dhidi ya miiba, mawe na joto, huku ikiruhusu mguu kuwa huru na wenye hewa. Muonekano wake wa ragdi wa kiasili unaoendana na ngozi halisi na kuvutia wapenzi wa mitindo wa asili usio na mapambo mengi. Ni chaguo sahihi kwa mtu anayehitaji kiatu cha kuaminika, cha kazi na chenye hadhi ya urithi wa jadi kinachochanganya matumizi halisi na mvuto wa kibiashara kwa soko la leo. Kiatu namba 2 kinashikiliwa na banko ndala. Hii ni sendo ya Kimasai ya kisasa inayochanganya uimara wa jadi na urahisi wa ubunifu wa leo, ikiwa na banko ya chuma inayorekebishika kwa mshikamano thabiti na uvaaji unaokaa sawasawa mguuni. Muundo wake wa ndala wa wazi yenye soli bapa na nene isiyoteleza, iliyotengenezwa kwa soli ya mpira wa tairi au raba ngumu, ambayo hutoa faraja na ulinzi kwa matumizi ya muda mrefu ya kila siku. Mikanda imara ya ngozi inayopita juu na pembeni, na wakati mwingine nyuma ya kisigino. Mikanda hiyo huongeza uthabiti bila kubana, huku muonekano wake safi na nadhifu ukitokana zaidi na umbo la banko na mpangilio wa mikanda badala ya mapambo mengi. Sendo namba 3 inashikiliwa na sendo ya mkanda kidole. Mkanda kidole ni sendo ya Kimasai inayolenga mwanamke anayependa muonekano safi wa kiasili na wenye kuvutia. Ikiwa na mkanda wa mbele unaopita juu ya kidole bila kuingia katikati ya kidole, hivyo kutoa hisia ya uvaaji laini na huru siku nzima. Muundo wake wa wazi na mwepesi huruhusu hewa kupita na kufanya mguu baki mtulivu hata kwenye joto, huku soli bapa na imara ya tairi au raba isiyoteleza ikitoa ulinzi wa uhakika kwa matembezi ya kila siku. Kutokana na muonekano na unadhifu unaotokana na ngozi halisi, mkanda kidole unaendana na mitindo mbalimbali ya uvaaji, kuanzia kawaida, kisasa, jadi na hata kiasili. Ni chaguo kamili ya mwanamke anayehitaji kiatu chepesi na cha kudumu kisichochosha na chenye mvuto wa utamaduni na wa Kimasai bila kuacha faraja na urembo wa kisasa. Sendo namba 4 inakamatiwa na kiatu cha mbavu mikanda nyuma. Mbavu mikanda nyuma ni sendo ya Kimasai inayompa mwanamke mchanganyiko kamili wa uthabiti, faraja na mvuto wa asili. Kiatu hiki kikiwa na mkanda wa nyuma wa kisigino unaoshikilia mguu kwa uhakika na kuzuia kuteleza hata unapokuwa kwenye matembezi marefu na shughuli za kila siku. Muundo wake wa mikanda ya ngozi yenye mbavu huongeza uimara na kutoa muonekano wa kipekee wa jadi wenye nguvu ya kike, huku soli nene na bapa ya tairi ikilinda nyayo dhidi ya maumivu na ardhi ngumu. Juu yake iliyo wazi huruhusu hewa kupita na hufanya mguu baki huru na kuvutia bila kupoteza usalama unaotolewa na mkanda wa nyuma. Kiatu namba 5 kinakamatiwa na sendo ringibatana. Hiki si kiatu cha kawaida tu. Ringibatana ni tamko la mtindo kwa mwanamke anayethamini. Sendo hii ya Kimasai ikiwa imebuniwa kwa pete ya duara ya kuvutia juu ya mguu. Kiatu hiki kinaunganisha uzuri wa Kimasai, faraja ya kila siku na mvuto wa kipekee wa kike. Kwa nini wanawake wanapenda sana kiatu cha ringibatana? Kwanza, ni zaidi ya kiatu, kwani ringibatana ni mtindo wa maisha na unamfaa sana mwanamke
kwani husaidia matembezi ya kawaida ya kila siku. Hutumika katika sherehe na hafla, hutumika katika fashion ya kisasa yenye mguso wa kitamaduni. Ringi batana inamfaa mwanamke anayependa kuonekana wa kipekee za kitamaduni. Vile ringi batana. Vile tuangalie kiatu namba 6 ambacho tunasemaga ni kiatu au sendo ya kidole pete. Kidole pete ni sendo ya kike ya Kimasai iliyobuniwa kwa mwanamke anayependa upole, mvuto na hadhi ya asili. Muundo wake wa pete ya mapambo kwenye kidole huipa miguu yake uzuri wa kipekee. Unaoonekana mara moja bila kelele wala kupitiliza. Kwa nini kidole pete kinamvutia mwanamke? Kwa sababu kinaongelea lugha ya mwanamke, rahisi, urembo na kujiamini. Pete ya kidole iliyopambwa kwa urembo kwa umbo la ua au mapambo ya ngozi hutoa mguso wa kike, huku mkanda mpana wa juu kihakikisha mguu kaa vizuri bila kubana. Kiatu kinachokufanya utembee kwa utulivu na uonekane wa mvuto. Muonekano wake unasema nini? Muonekano wake unaashiria upole na ustaarabu, urembo wa jadi uliorahisishwa. Pia inaonyesha fasheni ya mwanamke anayejiamini bila kujitahidi. Namba 7 inashikiliwa na kiatu au tunasemaga ni kobasi michano. Jina hili limetokana na muundo wake wa mikanda au michano inayokumbatia mguu kwa uthabiti, huku ikitoa mvuto wa kipekee unaochanganya wa Kimasai na mitindo ya kisasa. Utamaduni. Kobasi michano ni pendwa kwa wanawake wengi wa kisasa kwa sababu hutoa zaidi ya urembo. Pia michano iliyopangwa kwa ustadi hukupa usalama wa kutembea kwa uhuru hata kwenye ardhi isiyo sawa, bila kuacha hisia ya wepesi na uwazi mguuni. Inafaa kwa matembezi ya nje, shughuli za kila siku na hata mitindo ya fasheni inayopenda uhalisia. Namba 8 inashikiliwa na kiatu au tunasemaga sendo ya utumbo kidole. Kwa mwanamke anayependa usasa pamoja na urembo wa asili, sendo utumbo kidole ni chaguo sahihi, kwani utumbo kidole kiatu cha Kimasai kilichoundwa kwa mkanda wa kati ya kidole, yani toe post, unaoshikilia mguu kwa usahihi, huku ukitoa hisia ya uhuru na wepesi wa mguuni. Muundo wa wazi wa minimalist unaofanya kiatu hichi chepesi na rahisi kuvaa, huku soli bapa na imara, ikihakikisha mguu wako unalindwa bila kuzidiwa na uzito. Ni chaguo bora kwa matembezi ya kila siku, shughuli za ndani na nje na maeneo ya joto. Namba 9 inashikiliwa na sendo ya mkanda pinza. Jina hili linatokana na muonekano wa mikanda hii ya kiatu kufanana na pinza, ambacho ni kifaa kinachotumika na mafundi au kinachotumiwa na mafundi wa viatu vya Kimasai wakati wa kutengeneza viatu vya ngozi. Ni kiatu cha ngozi halisi chenye mikanda inayovuka, yani crossing stripes, na toe loops inayochanganya urahisi, uimara na mvuto wa kike wa asili. Mkanda pinza ni zaidi ya kiatu, kwani huundwa kwa ngozi halisi, laini na imara, kikikumbatia mguu wako kwa ustadi unaoleta faraja siku zote. Mikanda yake ya kuvutia huongeza mvuto wa kike uliojaa haiba ya asili, huku muundo wa wazi ukiruhusu mguu kupumua. Na namba 10 inashikiliwa na kiatu tunachosema ni kobasi mkanda. Hiki si kiatu cha kawaida, ni taarifa ya mtindo. Kobasi mkanda ni kiatu ambacho kimeundwa kwa ngozi rahisi, pande kipana kinachokaa juu ya mguu kwa upole na kuupa muonekano nadhifu na wa kike. Mkanda wake mmoja hulishikilia guu kwa usalama bila usumbufu. Mapambo ya nyuma huongeza mvuto wa kisasa na wa kipekee unaovutia macho bila kupitiliza. Ni rahisi kuvaa, ni rahisi kuvua, ni rahisi kuanisha na vazi lolote, gauni, miniskirt, jeans na suruali pia. Kupitia video hii najua nimemgusa mwanamke yule ambaye alikuwa anasumbuka, aidha hajui ni kiatu gani anachotakiwa kukivaa kwa muda gani, wakati gani na kwa vazi gani. Sasa basi, naamini kuanzia sasa utaweza kuchagua kiatu bora cha Kimasai ambacho kinachoendana na vazi lolote lile ambalo utakalolichagua. Aidha unaweza kuvaa kiatu cha makirikiri, unaweza kuvaa kiatu cha ringi batana, kidole utumbo na kadhalika, ambacho kinaweza kikakuonyesha au kikakuonyesha kwamba wewe ni mwanamke mjanja, unaenda na wakati, unayependa viatu vya asili, unaonyesha urembo pia.
na haiba ya mwanamke. Asante sana kwa kuwa nami katika video hii. Naomba ulike, ushare na kucomment video hii ili uweze kupata tutorial au mfululizo wa vipindi hivi vya viatu bora vya Kimasai 2026 na pendeza na vaa kitamaduni na Masai viatu. Okay. Rahisi